Habari gani Mwelekeo TV, kama ni mara yako ya kwanza tafadhali subscribe na tano notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Mwelekeo TV. Kaimu balozi wa Marekani nchini Tanzania Andy Lentiz ameeleza kutoridhishwa kwake na jinsi serikali ya Tanzania na vyombo vya dola na vyombo vya habari vinavyoshughulikia suala la kukamatwa kwa raia wa Marekani aliyekuwa na silaha katika mpaka wa Sirari. Akizungumza hivi kati ya mahojiano maalum yaliyochapishwa na The Citizen tarehe 29 Januari mwaka 2026, Balozi Lentiz ameuita mchakato huo kuweka wazi tukio hilo kwenye vyombo vya habari kuwa ni jambo la kusikitisha na lisilofaa. Amesema kuwa suala hilo limekuzwa kupita kiasi na viongozi wa serikali, huku akisisitiza kuwa masuala ya faragha ya raia wa Marekani yanapaswa kuheshimiwa. Ilisikitisha sana jinsi ambavyo vyombo hivyo vyote vilivyokuza kwenye vyombo vya habari na baada ya maoni yaliyotolewa na maafisa wa serikali. Kuna masuala ya faragha yanayopaswa raia wa Marekani na hayo yanapaswa kuheshimiwa. Hivyo nataka nianze na hilo kwanza kabisa, lakini hivyo ilikuwa ni habari ambayo kiukweli haipaswi kuwa habari kubwa, ameeleza hivyo balozi huyo wa Marekani ambaye ni Lentiz. Lakini pia sakata hilo linahusu kukamatwa kwa Shazi Onkuru Ongeta mwenye umri wa miaka 30, raia mwenye uraia pacha wa Marekani na Kenya, ambaye pia ni mwanajeshi wa Marekani mwenye cheo cha sergeant. Ongeta alikamatwa Novemba 16 mwaka 2025 katika mpaka wa Sirari akijaribu kuingia Tanzania kutokea Kenya akiwa na gari aina ya Toyota Land Cruiser ya KP 52Y. Taarifa jeshi la polisi mkoa wa Tarime Royal ilibainishwa kuwa Ongeta alikutwa na mabomu ya kurushwa kwa mkono aina ya CS-M68. Kamanda wa polisi alisisitiza wakati huo kuwa mabomu hayo ni silaha ambazo hata kama mtuhumiwa angeomba kibali asingeruhusiwa kuingia nazo nchini kwa mujibu wa sheria za Tanzania. Balozi Lentiz amekiri kuwa ni kweli raia wa Marekani alivuka mpaka, lakini akasisitiza kuwa tukio hilo lilikuwa ni lisilo na uzito wa habari. Ameeleza kuwa balozi amefanya mazungumzo mazito na serikali ya Tanzania kuhusu usalama na ufaragha wa Marekani. Takribani watu 140,000 wanaozuru Tanzania kila mwaka kama watalii. Kukuza suala hilo hadharani halikuwa jambo la kufaa, amesema Balozi Lentiz. Ameongeza kuwa ni muhimu kwa Marekani kuhakikisha kuwa raia wake wanapata haki zao ikiwemo ulinzi wa faragha na msaada wa kisheria wanapokuwa kizuizini bila kudhalilishwa hadharani. Hayo ni maneno ya Balozi Lentiz ambaye ni balozi wa Marekani nchini Tanzania. Una maoni gani kwa hichi ambacho amezungumza leo Balozi Lentiz? Tafadhali shusha maoni yako katika sehemu ya comment section. Jina langu ndio Mwelekeo TV, tunakutujia katika masuala ya kisiasa. Bye.